Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe kupitia kwa mimi mwenyewe kamanda wa polisi mkoa wa Njombe, nilimpokea ndugu mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Shukuru Donald Mwalongo na kuja kunielezea namna alivyokuwa anatenda matukio mbalimbali ya kihalifu, ikiwa ni pamoja na wizi wa pikipiki, na kwamba alihukumiwa kifungo cha miaka 5 jela na ameweza kumaliza kifungo hicho mwezi wa pili mwaka 2024. Lakini wakati akiwa yuko jela alipata maono ya Mungu na kumwamini Yesu, na baadaye aliamua kuokoka kwa lengo la kumtumikia Mungu. Lakini alirejea kwetu sisi kama jeshi la polisi kuomba msaada wa kupata kipaza sauti ambacho kitamsaidia katika shughuli ya kueneza neno la Mungu, lakini vile vile kulisaidia jeshi la polisi kuwatoa watu walioko katika uhalifu, basi na wenyewe warudi kumjua Mungu. Baada ya kupata jambo hili, niliona kwamba nishirikishe watu au wadau ambao wanaweza kutusaidia kupata spika hii. Mtu aliyeshirikisha ni Mheshimiwa Joseph Zakaria Kamonga. Huyu ni mbunge wa jimbo la Ludewa. Baada ya kumfikishia ujumbe huu, mara moja alikubali na akaniahidi kwamba ataweza kusaidia upatikanaji wa hii spika. Kwa tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge kwa kulisaidia jeshi la polisi kuweza kumpatia huyu bwana hii spika ambayo itatusaidia katika uelimishaji wa jamii, lakini na kutoa neno la Mungu. Lakini vile vile tutampatia katika hizo fedha ambazo zimetumwa na mheshimiwa Kamonga za kununua spika. Spika hii kwanza imegharimu shilingi 350,000. Lakini yeye mwenyewe tutampatia shilingi 50,000 ya kumsaidia kuweza kuondoka na spika hii hapa kuelekea nayo Ludewa ili akaendelee na neno la Mungu. Lakini tunacho kihitaji sasa kwa ndugu yetu Bwana Shukuru Donald Mwalongo. Kama kweli ameokoka na amemrudia Mwenyezi Mungu, sisi kama jeshi la polisi tumeonesha kwake kwamba tumekubaliana naye na tunaamini kwamba hivi sasa yeye sio mhalifu tena. Na ndio maana tumemshirikisha mdau huyu ambaye amesaidia kupatikana kwa hii. Kwa aende akafanye ile kazi ambayo imekusudiwa, lakini na sisi tutapata taarifa zake za namna gani anavyotoa neno la Mungu na kuhakikisha kwamba anaishirikisha jamii katika masuala ya ulinzi na usalama kwa kuzungumza na wananchi mbalimbali. Miongoni mwa wananchi anaozungumza nao kuna baadhi watakuwa ni wahalifu. Upande wa Ludewa tuna matukio mengi sana ya mauaji yanayotokana na imani za kishirikina. Kwa tunategemea ataenda kuwatoa watu katika imani za kishirikina na kuja kumwamini Mungu. Lakini bado tuna matendo ya ubakaji, yale ya ukatili yapo katika wilaya ya Ludewa. Lakini yasizingatie tu wilaya ya Ludewa. Wakati mwingine atoke aje Njombe, aende Makambaku, aende Waging'ombe, Makete, kama atapata nafasi apite afanye hiyo neno la Mungu, lakini wakati huo akiwa anatusaidia jeshi la polisi kuhakikisha kwamba kupitia yeye tunapunguza uhalifu. Jina naitwa Shukuru Donald Mwalongo, ni mzaliwa wa Ludewa, Lugalawa, lakini umri nilionao ni miaka 37 hadi sasa. Ni miaka 37. Ni kijana, kwa kipindi cha nyuma nilikuwa mhalifu sana. Nilikuwa mhalifu sana na nimefanya uhalifu sehemu nyingi sana. Lakini katika kufanya uhalifu wangu ni miaka mingi, lakini katika uhalifu niliofanya sijaona mafanikio yote yale katika maisha yangu. Na bahati mbaya wale wenzangu ambao nilikuwa nafanya nao uhalifu walikuwa wawili, pamoja na mimi mwenyewe nilikuwa ni watatu. Mmoja alikufa kwa kifo cha kukatwa mapanga, mmoja alikufa kifo cha kumwagiwa petroli kule Makambako. Na baada ya hapo nikawa nimebaki mimi peke yangu, nikawa naendelea kufanya matukio. Nilikuwa ni mwizi, naiba pikipiki, ninawakaba watu na wapiga nondo. Lakini pamoja na hayo ambayo nilikuwa nafanya, sikupata mafanikio yote yale.
lakini baadaye nikafikiria kwamba nitafanya uhalifu, nitafika wapi? Kwa sababu kampani ambayo nilikuwa nayo ilikuwa imepoteza maisha, nikawa nimebaki sasa mimi, na mimi manake nguvu yangu ilikuwa ni ndogo katika uhalifu. Basi niliweza kujaribu kufanya tukio la mwisho. Niliweza kuiba pikipiki huko Ludewa, mkoa wa Njombe, na nilipoiba ile pikipiki niliweza kuondoka nayo, lakini baada ya kuondoka nayo nilifika nayo Makambako. Jeshi la polisi lilifanya upelelezi mpaka kunifuatilia kuweza kunikamata na hicho chombo. Basi nilipokamatwa na jeshi la polisi wilaya ya Ludewa mkoa wa Njombe, jeshi la polisi lilishirikiana na jeshi la mkoa wa Njombe, kituo cha polisi Njombe. Basi niliweza kukamatwa nikiwa Makambako na kile chombo, hatimaye nikafikishwa kituo cha polisi Njombe. Baada ya hapo niliweza kusafirishwa na jeshi la polisi Njombe, nilifikishwa Ludewa kituo cha polisi. Baada ya kufika kule, hatia iliyonikuta manake nilitiwa hatiani, niliweza kupelekwa kituo cha polisi, nikapelekwa mahakamani. Ikaonekana na hatia kwa sababu nilikamatwa na kidhibiti kilikuwepo cha ile pikipiki, na uwezekano wa kujitetea ulikuwa haupo. Na kama unavyojua kwamba mhalifu kisha kamatwa na kidhibiti, kujinasua inakuwa ni ngumu sana. Ni bora usikamatwe na kidhibiti, lakini mimi nilikamatwa na kidhibiti, uwezekano wa kujinasua ulikuwa haupo. Kwa hiyo kosa lile liliweza kunitia hatiani na niliweza kufungwa miaka 5 gerezani.